Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Sikia Yesu Kristo mfalme wa wafalme, aliye juu ya vyote, anayetawala milele na hata milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kwamba uko hapa. Kwa hiyo ni muda mzuri kusikia neno la Mungu katika siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante Bwana kwa sababu umeruhusu iwe hivi katika siku ya leo. Tazama ni muda mzuri Bwana wa kula maneno yako. Tazama ni muda mzuri Bwana ambayo roho inaenda kunufaika tena kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Maana asilia ya mwili ambao unaharibika kwa udongo, asilia yake ni kula chakula cha dunia hii, Bwana. Lakini asilia ya roho ni kula mambo ya roho, ambayo ni maneno yako Mungu, yale ambayo yanatoka kwako, yale ambayo ni makusudio yako, yale ambayo Bwana unatamani ya kwamba tuyaishi, yale ambayo Bwana umeyapanga ya kwamba tuyafanye, ile iliyokuwa mapenzi yako. Hiyo ndio ambayo roho zetu Bwana zinaenda kupokea tena siku ya leo. Upewe sifa na heshima, kwa maana Mungu utakuwa nasi, kwa maana Baba utatusimamia, kwa maana Mfalme utatuonekania katika jina la Yesu Kristo. Utakapolisikia neno hili Bwana, lifanye neno hili kutulia katika mbegu mzuri, lifanye kutulia tena Bwana, hata pia lizae matunda 120. Bwana, tenda makubwa katika neno lako la siku ya leo. Ujifunue Bwana kitofauti, uonekane Bwana kitofauti. Sote tuzimike, lakini Bwana usimame na kuonekana. Mioyo yetu Bwana, roho zetu Bwana, nafsi zetu Bwana, zifanye kuwa udongo mzuri ambao neno likianguka litapata kukomaa, litakuwa kwa maji yako matakatifu ambaye ni Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naam, tumshukuru sana Mungu katika siku hizi ambazo na yeye ni Mungu mwema. Kila siku anatupenda na kutujali kile tuapo leo. Ni Mungu ambaye anastahili katika yote ambayo tunamuita kila siku. Ni Mungu ambaye anatutendea mema kile tuapo leo. Amen. Naam, tuendelea na somo ambalo tuko nalo, halijaisha. Niliwahi kuambia kwamba siku ya jana ya kwamba somo hili bado halijaisha kabisa, bado linaendelea na linazidi kuendelea, na hata tukiendelea kulichimba zaidi, ni somo ambalo lina urefu mdogo, ambalo ni la mrefu kabisa. Naam, somo hili ambalo liko nazungumzia kwamba tuweke Mungu kuwa wa kwanza katika kila jambo. Kumweka Mungu kuwa wa kwanza katika kila jambo ina maana gani? Ina maana ya kwamba kumpa Mungu ile nafasi ambayo tulikuwa tumeipoteza, ile nafasi ambayo tumeipatia wanadamu wa dunia hii, ile nafasi ambayo tumeipatia vitu vya dunia hii. Hiyo nafasi ndiyo ambayo Mungu anaitamani kwenye maisha yetu. Hiyo nafasi ndiyo ambayo Bwana anaitamani airudilie, aikamate na kuishika katika mioyo yetu, aikamate na kuishika ndani ya roho zetu, aikamate na kuishika katika kila sehemu ambako tuliko, katika kila sehemu ya roho yetu, katika kila sehemu tuendapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakwambia ya kwamba wengi utamani vitu vya haraka, na hiyo ilikuwa ni baadhi ya masababu, na ilikuwa ni sababu ya kwanza ya kwamba ilisababisha ya kwamba watu wajitenge na uso wa Mungu, watu wajitenge mbali na mambo ya Mungu, watu wajitenge mbali na mapenzi ya Mungu. Ile kutamani vitu vya haraka, kutamani miujiza, kutamani mafanikio, kutamani mipangilio yao iende chap chap. Watu wanaacha makusudio ya Mungu, wanatenda mambo ambayo ni mabaya, wanatenda mambo ambayo ni ya giza, wanamsahau nafasi ya kwanza ya Mungu, kwa sababu ya kwamba wengi utamani vitu vya haraka sana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini pia iko sababu ya pili ambayo imesababisha kwamba watu wameshinda au wameshindwa kumweka Mungu katika nafasi ya kwanza. Hii ni sababu ya pili ambayo tutaenda kuiona tena katika siku ya leo, sababu ambayo imesababisha kwamba binadamu wamejitenga mbali na Mungu. Kumekuwa mahusiano madogo sana na wanadamu, kati ya Mungu na wanadamu, kwa sababu ya vitu hivi. Na jambo hili ni roho ya visibility, yani roho ya kuonekana. Sijui kama unaelewa mtu wa Mungu, roho ya kuonekana, kule mambo kuonekana. Jambo hili limesababisha ya kwamba watu wamejitenga na Mungu,
wamemwacha Mungu, wametupa maagano ya Mungu, wametupa uzima ambao Mungu aliwapa. Hebu kumbuka katika safari ya wana wa Israeli, pale ambapo Musa anaenda kuchukua amri 10 za Mungu, anapanda mlimani. Biblia inasema kwamba wakainuka watu wakapanga shauri, ayetu Mungu wa Musa ndo atakuwa naombewa, na sisi tutengenezwa kwetu. Walikuwa wamuoni Mungu. Hiyo ndio ilikuwa sababu ambayo ilisababisha ya kwamba wajitengenezee sanamu, ili ya kwamba waanze kuabudu, kwa sababu sanamu ni baadhi ya chombo ambacho kinaonekana kwa macho ya nyama. Sanamu ni kitu ambacho kinaundwa na kutengenezwa, kinaonekana kwa macho, lakini Mungu ni roho, na hivyo wengi katika mwili hawamuoni Mungu kwa sababu wako kimwili. Hivyo wanatamani kutengeneza vitu vya kuonekana waviabudu, wanatamani kutengeneza mambo ambayo yanaonekana, waifanye ka sanamu fulani, wafanye ka chombo fulani, wakamata ka kitu fulani, kwa maana hiki kiti tangia leo ndaanza abudu hiki kiti, ya kwamba hiki kiti ndio Mungu wangu. Pia na mimi mambo ambayo yanaonekana, Mungu anasema ya kwamba usimulinganishe, usimfananishe na chochote hapa chini ya jua. Bwana Yesu sifiwe sana. Roho ya kuonekana, tunataka kuona tu vitu vionekane, lakini hatutamani ya kwamba visionekane. Kwa nini tutamani vitu vionekane? Kwa nini? Ulimwengu ambao ni uzima wa milele hauonekani, kwa sababu tunaishi katika dunia hii ambayo inaonekana. Ndio tunatamani kubaki hapa, tunatamani kuishi hapa, na watu wengi wanashindwa kutafuta uzima wa milele kwa sababu hauonekani. Wanatamani kutafuta tu vitu vya dunia hii kwa sababu vinaonekana. Wanatafuta dhahabu na mali, wanatafuta vyombo mbalimbali, wanatafuta vitu mbalimbali, pesa, wawe na magari, wawe na manyumba, wawe na haya na yale. Tunasaulika ya kwamba tunatakiwa kutafuta hata kitu kisichoonekana ambacho ni uzima wa milele, ambacho hakionekani katika macho ya nyama, hakionekani. Unaweza kuniuliza au nikuulize, iko njia ni ipi ya kwenda katika uzima wa milele, ambayo tena na miguu wako 1, 2, 3 tutaongozana ili tufike katika uzima wa milele? Njia iko wapi? Haiko, na utaiona. Njia ya kuelekea sokoni unaijua, njia ya kuelekea kote pale unaijua, lakini njia ya kwenda uzimani hauijui, kwa sababu uko kimwili, hivyo haujui njia ya kwenda uzimani. Hivyo basi utatamani kutafuta vitu vya kuonekana kwa sababu unaviona, lakini visivyoonekana hatuvitafuti, na hiyo imesababisha kwamba nafasi ya Mungu ndani yetu tumeitupa. Ile nafasi ambayo Mungu anatakiwa kuwa nayo ndani yetu tumeiachilia. Wengine wanatupa hata msalaba, wanatupa kabisa wokovu. Wengine wamevua wokovu, wameacha kabisa, wamejitenga mbali na uso wa Bwana, ili tu ya kutafuta vinavyoonekana, na visivyoonekana hawavitafuti. Unajua, utakatifu ni kitu ambacho hakionekani. Unaweza ukajitakasa kwa nje, sawa, ni kwa nje, lakini utakatifu unaozungumzia hapa ni wa roho ambao hauonekani. Tunatafuta utakatifu wa mwili wa nje, lakini tunasaulika utakatifu wa roho, na hiyo ni sababu ya kufanya kwamba Mungu ajitenge mbali na uso. Mungu ajitenge mbali na tupate kukimbia kabisa na ile connection ya Mungu, kwa sababu ya vitu vinavyoonekana. Na hii roho ya visibility inasababisha ya kwamba vijana wengi wanaacha Mungu, wababa wengi wanaacha Mungu, wamama wengi wanaacha Mungu, wengi wanaasi, wengine kuitwa wachawi, wengine kuitwa majina ya ajabu ajabu, wengine kujipanga hata majina ambayo yasingekaa katika maisha yao kwa sababu ya hii roho ya kuonekana. Hawatafuti uso wa Bwana, wanabaki kutafuta mambo tu ya kuonekana, lakini kukimbilia kutafuta mambo ambayo yaonekani, hawako huko. Utakatifu wa roho hawako kutafuta huko, utakatifu wa ndani hawako kutafuta huko. Yaani ile maisha ya kumtegemea Mungu hawako kutafuta huko, wako kuwekeza katika mambo yanayoonekana, lakini bila kushindwa kuwekeza pia katika mambo ambayo hayaonekani. Tunatakiwa kuwekeza pia, wapendwa, katika mambo ambayo hayaonekani.
tuwekeze kwa sana, kwa bidii, tuwekeze kwa nguvu sana katika juu ya ufalme wa Mungu. Tuwekeze kwa bidii sana juu ya kazi ya Mungu. Tuwekeze kwa bidii sana juu ya uzima wa milele. Bwana tusaidie sana, kwa sababu Mungu ni roho na haonekani. Hivyo wengi hawamweki kuwa wa kwanza na wanachukua vinavyoonekana kwa macho ya nyama na kuvitumia kana kwamba njo msaada wao na kwa wengine ni Wakristo na wengine ni wainjilisti, hata watumishi wa Mungu na wao pia wanatumia vitu hivyo. Lakini pia hata wengine wanaweza kuwa ni Wakristo wa kawaida, tunawajua na kuwaelewa. Wengine ni apostol, wengine wana majina makubwa, wa kardinali sijui wa nani, majina yale makubwa makubwa, unajua majina makubwa makubwa ya ngazi za juu huko, ambayo mengine hata hayajulikana na Biblia. Watu wajitengea Bishope, sijui nini kule, watu wamejipangia majina ambayo hata Biblia haijui, na huko na wao pia wameingia katika huo mfumo wa kutumikia vitu ambavyo vinaonekana, kushindwa kutumikia mambo ambayo yaonekani, ambayo ni mambo ya roho. Bwana tusaidie sana. Unajua mfumo unapoenda kwa mfumo, hauendi kwamba atakwambia rudi uende na imani. Atakwambia uende chukua hiki utie fasi fulani. Ile kitu hakitengenezwi kwa imani, lakini kinatengenezwa kwa mikono. Ni kitu cha kuonekana. Haleluya. Lakini madhara ya ile kitu baadaye kinaingia katika ulimwengu usioonekana, kinaharibisha, kinanyonya, kinafyonza huduma yako, kinafyonza maisha yako, kinaharibisha. Wewe uko katika upande wa kushoto, utaona ya kwamba uko kwenye kufanyikiwa. Katika upande wa kushoto utaona kwamba hali zako zinaenda sawa, kila kitu kinanyooka, mambo yako sawa sawa. Amina, Mungu abarikiwe sana. Lakini sasa katika huku upande wa kulia, katika maisha yako ya kiroho, utakuwa ni mwenye kufyonzwa, utakuwa ni mwenye kunyonywa. Maisha yako ya kiroho itakuwa yenye kukamatwa na kufungwa katika hali ambayo utashindwa kutoka hata mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchukua vitu vinavyoonekana. Acha nikwambie wapendwa, vinavyoonekana vinaharibika, lakini visivyoonekana huwa haviharibiki. Uzima wa milele hauharibiki kwa binadamu. Ikiwa tutafuta uzima wa milele, huwa hauharibiki. Ikiwa tutatamani kuwa na imani juu ya Kristo Yesu, imani haiharibiki. Ikiwa tunatamani kutafuta taji ya uzima, hii taji ya uzima haiharibiki. Usisifiwe na wanadamu kwa sababu una vitu vinavyoonekana. Sikubali kudharauliwa na wanadamu, lakini pata sifa kwa Mungu, kwa maana unautafuta ufalme wake ambao hauonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome kitabu hapa kidogo, kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 29:13 hadi 14. Kitabu cha Yeremia 29:13-14. Biblia inasema ya kwamba, tunasoma katika jina la Yesu Kristo, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nitawatoa katika mataifa yote, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii ni maneno ya Bwana ambayo yanasema ya kwamba tumtafute kwa moyo wote, naye ataonekana. Ikiwa kwamba unafikiria kwamba juhudi zako na bidii zako za kumtafuta Mungu ya kwamba hautamwona, kuwa na imani ya kwamba Mungu hujifunua, Mungu huonekana kwa wale wanaomtafuta. Mungu hujifunua kwa wale wanaomtafuta kila siku. Mungu hufanyika
kuwa Baba huonekana kwa wale wanaomtafuta. Aseme nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nitawarudishia watu wenu waliofungwa. Haleluya! Unajua, kwenye maisha yetu kuna watu ambao walifungwa baada ya kujitenga na uso wa Mungu, baada ya kurudi nyuma. Kuna vifungo ambavyo tumeviweka katika maisha yetu, kuna vifungo ambavyo vimetengenezwa baada ya kujitenga na uso wa Bwana, baada ya kuitupa ile nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Kuna vifungo ambavyo vilitengenezwa, kuna vitu ambavyo vilifanyika katika ulimwengu wa roho, na huku vitu hivyo vilifanyika kuwa vifungo na laana. Hivyo asema Bwana ya kwamba tumtafute, nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudishia watu wenu waliofungwa. Wale ambao walifungwa, Mungu atawarudisha tena. Watu ambao walifungwa na mambo ya giza, Mungu asema ya kwamba tumtafute kwa moyo wote, naye ataturudishia nao ule moyo mzuri. Atawapatia watoto wetu ile hali ya kumtafuta Mungu, ataipatia jamii zetu, familia zetu, hata nchi yetu. Mungu atarudisha wateka waliotekwa na ibilisi, ikiwa kwamba tutakuwa na moyo wa kumtafuta Mungu, hiyo kwamba tutampa nafasi ya kwanza kwenye maisha yetu Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Nitaomba nisimame na wewe hapa, maana tukiendelea somo hili ni ndefu sana. Afu leo hii ndio siku ya mwisho wa mapambazuko. Somo hili ni ndefu sana, tukamate hatua ya kuwa wima ili tuambie Mungu maneno machache. Tumwambie Mungu juu ya imani yetu, tumwambie Mungu ya kwamba hatupe ile haja ya kumweka katika sehemu ya kwanza. Tumwambie Mungu ya kwamba hatupatie ile kiu ya kumhitaji kila siku katika maisha yetu. Haijalishi dhoruba, haijalishi mateso, haijalishi magumu, haijalishi hali mbalimbali ambayo tunaipitia, lakini tumwambie Mungu ya kwamba atupe ile moyo ya kumtafuta. Karibu kwa maombi kumwambia Mungu. Sema na Bwana katika asubuhi ya leo. Karibu kwa maombi. Tunasema asante Yesu Kristo katika asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako ambalo Bwana umelituma kwangu tena siku ya leo. Umenifundisha tena Bwana ya kwamba nikupe nafasi ya kwanza katika maisha yangu, nikupe nafasi ya kwanza ile ambayo Bwana nimeipoteza, ile ambayo Bwana sikuitafuta tena. Naomba kwamba Bwana nipe ule moyo wa kukutafuta, nisitafute vinavyoonekana, nisitafute majani kwanza, nisitafute vya dunia kwanza, nisitafute vyote kwanza vya dunia hii, lakini bali nikutafute wewe Bwana wa kwanza. Uwe wa kwanza, uwe wa kwanza, uwe wa kwanza. Napopitia njia Bwana nikutafute wa kwanza, napopitia magumu, kukataliwa, nikutafute wa kwanza. Hata katika umaskini wangu Bwana nikutegemee wewe Yesu Kristo, nikutafute wa kwanza Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na kuhitaji kama Bwana uchukue nafasi ya kwanza ndani ya moyo wangu, ndani ya familia yangu, ndani ya jamii yangu Bwana. Chukua nafasi ya kwanza, peleka Bwana maisha yangu, ongoza maisha yangu, nifunge kwa jina lako Yesu Kristo, nifungwe kwa jina hilo la Yesu Kristo, nilifungwe kwalo. Bwana, jina ambalo lenye uwezo la kuokoa na kukomboa. Bwana, naomba ya kwamba unipe nafasi ya kwanza, unipe nafasi ya kwanza. Yesu Kristo, nikutegemee, nikutumainie wewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa siku ya leo hii ambayo Bwana umetupatia. Tunakushukuru Bwana kwa maana siku hii mpya Bwana umeruhusu ya kwamba Bwana tupate kuenenda kwa namna hii. Heshima, utukufu ni za kwako Bwana, utukuzwe na kuinuliwa, kwa maana hatuna Mungu zaidi yako, hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Bwana, tuaja mbele zako, tumelisikia neno lako siku ya leo. Hivyo naombea juu huyu baba, naombea juu huyu mama, kijana ambaye yuko mahali hapa, ambaye anakusikia katika siku ya leo. Mungu, naomba ya kwamba Bwana urejeshe ile nafasi ambayo ilipotea tena. Rejesha ile hali ya kukutafuta, rejesha ile hali ya kukuhitaji, ile hali ya kutamani vitu ambavyo visionekana, kutamani wokovu ambao Bwana haonekani kwa macho ya nyama. Sio kitu ambacho wanadamu wanakishika mkononi kama ugali, kama chakula, kama nyama, kwamba atampa mwingine. Wokovu ni jambo lisionekana, lakini linatengenezwa katika roho, katika roho, na roho haionekani. Bwana, amsha tena watu wako, rudisha tena taifa lako